Chipsi zinaweza kumfanya mwanaume na mwanamke kutoweza kushiriki tendo la ndoa kwa sababu pia chipsi zinapiga ganzi. Chipsi zina zile sumu za chipsi. Kuna watu wanakuja hospitalini kwangu wakiwa hawawezi hata kubeba simu, amepigwa ganzi. Anapigwa shoti, anakuambia daktari kuna shoti zinapita. Daktari kuna miba na chomwa hivi mimi. Kwa hiyo madhara ya msongo wa sumu zinazotokana na ulaji wa chipsi kupindukia huwa zinaleta athari kwenye nevu za fahamu. Kwa hiyo nakumbuka ya kwamba chipsi zinaweza kumuathiri mtu katika mfumo wa nevu za fahamu. Kwa kumuathiri hivyo anaweza kuwa goigoi katika tendo la ndoa. Chipsi hazina virutubisho vyovyote. Umechukua vile viazi, umeviweka kwenye mafuta, umevikaanga kwa kutumia mafuta ambayo yamekaangiwa kuanzia asubuhi mpaka jioni, umeenda kula. Kwa vyakula vya namna hivyo havina virutubisho, unakula makapi tu. Kuna utofauti kati ya kushiba na kupata thamani au faida ya kitu ulichoshiba. Badala ya kupata vitamins na minerals na vitu vingine vinavyojenga mwili, wewe unapata sumu kwenye damu yako na vitu vingine vinavyoenda kudhorotesha kiwiliwili. Wanaume wengi hasa vijana wanakuwa na upungufu wa hisia za tendo la ndoa kwa sababu wanapungukiwa virutubisho ambavyo ni boosters za shughuli za mwili. Wanadhoofika kwa sababu ya upungufu wa vitamins na madini, kwa sababu hivyo ndo boosters za shughuli za mwili. Mtu anatafsiri, no, mimi na tatizo la homoni, nikapime testosterone. Wewe kijana mdogo, wewe una miaka 25, una tatizo la testosterone, ziende wapi? Kwa hiyo shida ipo kwenye wamepungukiwa vitamins na madini na wanapungukiwa vyakula ambao vinaupa mwili nguvu ya kufanya tendo la ndoa liweze kufanyika. Wanaume wengi na wanawake wengi wanakula vyakula ambavyo vinawafanya wawe malnourished, yani wawe na afya ambayo sio njema kwa sababu ya kupungukiwa vitamins na madini.